sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Ukitambua nafasi, fungua anga roho, ili roho ashuke, Mungu akutane na watu kupitia huduma yako. Inahitaji mambo machache sana. Jambo la kwanza, state of the heart, moyo unawaza nini juu ya Bwana. Jambo la pili, namna unavyoitumikia hiyo huduma. Ukitumikia huduma, watu wakutane na wewe. Unapoianzisha inakufa, yaani ukianza kabla hujakuja inakufa. Ndio maana tuna waimbaji ambao nyimbo zao zina uhai kwa miaka, lakini ukisikiliza sauti yake haieleweki. Ni kwamba tunakutana na vitu vingi wakati tunaandaa vitu kama na hivi, lakini Mungu ni mwaminifu, anasimama ukifanya kazi yake kwa uaminifu, na lazima akupambania, kupiganie ili ufikie malengo. Kikubwa ni kufanya kazi ya Mungu bila kuwa na michanganyo ya aina yoyote ile. Matarajio yangu ni kufikia viwango vikubwa sana, kumtangaza Yesu kwa viwango vikubwa na sio viwango vidogo. Mjini pia wanamhitaji Kristo, magerezani wanamhitaji Kristo, mbali sana wanamhitaji Kristo. Sio lazima tufanye mjini tu. Sio lazima tufanye sehemu ambako pamechangamka tu. Tunaweza tukaenda sehemu ambako hapajachangamka, hata maeneo ambapo panaitwa changanyikeni, pale ambapo hapaeleweki, lakini tunaweza tukaenda na tukamtangaza Kristo. Kwa sababu kitu kikubwa tulichopewa au mission yetu sisi ni kuhakikisha tunawafanya wanafunzi, tunawachukulia watu na tunawafanya kuwa wanafunzi wa Kristo. Yaani hiyo kutumikia Mungu kuna faida. Ngozi, hata ngozi ya kijana anayemtumikia Mungu na ngozi ya kijana ambaye mtumikia Mungu haiko sawa sawa. Hata muonekano wa sura. Kijana ambaye anamtumikia Mungu anaogopa dhambi, hawezi kuvuta sigara, hawezi kunywa pombe, vitu ambavyo kwanza vinaharibu mwili wake. Na kitendo cha kuharibu mwili, yani utakatifu hausaidii tu kwenda mbinguni, bali utakatifu unasaidia pia duniani tuishi vizuri. Hivyo lazima tumtumikie Mungu kwa ujana, kwa sababu Biblia inasema nimwaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu ya kumshinda shetani.